Mtazamaji wa Sat Media, karibu sana. Tunakukaribisha katika majadiliano, na kikubwa hapa nchini Tanzania tulibahatika kupata mkutano mkubwa kabisa wa masuala ya kiafya, lakini naye Dr. Mundani atatueleza zaidi mkutano ule ulihusu nini na dhima kabisa ya sisi kufanyika hapa na faida pia kwa ujumla. Lakini zaidi kwa siku ya leo tutajikita katika magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Je, mtazamaji wetu unayafahamu? Kama uyafahamu basi hapa daktari yupo mndani, ni Dr. Mugisha Nkoronko. Yeye ni daktari bingwa wa upasuaji na msimamizi wa masuala ya huduma za wagonjwa wa nje kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma hapa nchini Tanzania. Karibu sana Dokta. Asante sana. Na asante sana pia kwa kuja Sat Media. Asante sana, nashukuru kwa kupata nafasi. Na nafurahi nimekutana na wewe katika mkutano ule wa kiafya ambao Afrika nzima ilikuwepo hapa jijini Dar es Salaam. Ndio. Kwa kifupi tu, hebu tueleze pale ilikuwa ni nini dhima ya mkutano ule? Nasikia tu Pen Plus. Pen Plus ni mpango maalum wa shirika la afya duniani la kuwasaidia watu wanaoishi na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa lugha ya Kiingereza Pen inasimama, P inasimama badala ya people. Hii ni huduma za msingi, essential. Alafu N inasimama kwa ajili ya jina la non-communicable disease. Mpango huu kwa mara ya kwanza ulianzishwa miaka ya 2010 na ukatekelezwa kwenye mataifa kadha wa kadha. Kama sehemu ya kutekeleza ule mpango, shirika la afya duniani kanda ya Afrika mwaka 2018-19 wakaja na mpango unaoitwa Pen Plus. Baada ya kuangalia aina ya magonjwa tulionayo huku Tanzania yasiyo ya kuambukiza na yanayoumiza serikali, yanayoumiza wananchi, yanayoumiza watu, wakaona waongeze neno plus, kwa maana watatoa huduma za msingi kwa wagonjwa wenye magonjwa yasiyoambukiza, lakini watakuwa na nyongeza ya magonjwa mengine katika ule mpango uliokuwepo awali. Kwa hiyo baada ya mkutano ule kuidhinisha, ilibidi sasa mataifa ya Afrika yaridhie. Mataifa 47 yalisaini mkataba ule kwamba yatatoa hizi huduma. Huduma hizi ilikuwa inatoa huduma bora, mpango ulikuwa unatoa huduma bora za matibabu ya kibingwa kwa wagonjwa ambao wako katika ngazi ya jamii, hawawezi kufika kwenye hospitali kubwa za juu. Mpango huu ulikuwa na mkakati wa kuhakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana kwa ubora na kwa uhakika katika ngazi ya afya msingi, hususan hospitali za wilaya. Kwa hiyo magonjwa yasiyoambukiza ambayo yalikuwepo mwanzoni kwenye Pen yalikuwa mawili: ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa shinikizo la damu, kwa majina ya kizungu unaitwa hypertension, magonjwa ya shinikizo la damu, na magonjwa unaoitwa diabetes, kwa maana ya magonjwa ya kisukari. Baada ya kufanya kuwa Pen Plus, magonjwa yafuatayo yaliongezwa. Moja, magonjwa ya moyo kwa aina zake. Yaliongezwa magonjwa ya moyo yanayotokana na shinikizo la damu, yaliongezwa magonjwa ya matatizo ya moyo ambayo mtoto anazaliwa nayo, congenital heart diseases. Lakini waliongeza magonjwa ya figo, kwa sababu kulikuwa na uhusiano mkubwa sana kati ya shinikizo la damu, sukari na magonjwa ya figo. Kwa hiyo ikaongezwa hiyo orodha. Lakini pia wakaonekana huko Afrika watoto wengi wanapata shida ya moyo katika ugonjwa wa rheumatic heart disease, ambao ni ugonjwa, aina ya ugonjwa wa moyo ambao unaharibu zile valvu za moyo. Na wenyewe ukaongezwa. Na wameongeza pia magonjwa yanayotokana na saratani, kwa maana yako katika sehemu na kundi hilo. Kwa sasa katika kipindi hiki mpango huu ulivyosainiwa, mataifa 47 yamesaini kati ya mataifa 54. Kwa bahati mbaya dunia ikaingia katika janga la COVID. Na 2019 mwishoni, 20 mwanzoni, dunia ikakumbwa na COVID ambayo ilidumu kwa kipindi kirefu kidogo, ikatusumbua, na hivyo hatukuwa na mpango wowote ambao tulikuwa tumeutekeleza kikamilifu. Baada ya COVID kupungua sana katika mataifa ya Afrika na kwingineko duniani,
Shirika la Afya Duniani liliurejea ule mpango na kuanza kuusisitiza, na hapa likaweka mpango wa kuhakikisha linafanya mapitio ya mara kwa mara, na ndipo wakaanzisha mkutano unaoitwa Pen Plus Severe NCDs, ambao kwa mara ya kwanza ulifanyika miaka 3-4 iliyopita. Ulikuwa kule Ethiopia, wa pili ulifanyika kule Rwanda, na huu wa tatu umefanyika hapa Dar es Salaam. Ndio huu sasa ambao ulinifanya mimi niweze kuhudhuria, na katika hatua hiyo ndipo tukapata kukutana mimi na wewe na chombo chako cha habari. Amina sana. Asante mtazamaji, nilitaka tu upate picha kwamba huo mpango, na hapa kwa siku 3 wamejadili mambo mengi. Najua pia maadhimio tutayaona katika utekelezaji kupitia huduma zetu za afya.